Chunya, wilaya iliyopo kilomita 70 kutoka jiji la Mbeya, yenye hadithi mbili za kipekee zinazowakilisha tabia tofauti za rasilimali. Tarafa ya Kiwanja inayojulikana kwa shughuli za uchimbaji madini na tarafa ya Kipembawe, ngome ya kilimo cha tumbaku. Hakuna shughuli za kilimo Kiwanja. Migodi ndiyo maisha yake. Kwa upande mwingine, Kipembawe ni kisiwa cha kilimo cha tumbaku ambapo hakuna mchimbaji hata mmoja wa madini. Tofauti hii imeipa Chunya taswira ya kipekee nchini Tanzania. Madini yameifanya kuwa mkoa wa pili kitaifa kwa uzalishaji wa dhahabu, ikianza na Geita. Hii imetambulisha Chunya kama mkoa wa kimadini. Wakati huo huo, tumbaku imeifanya kuwa wilaya ya pili kwa uzalishaji wa zao hilo, ikipewa heshima kama mkoa pia. Kupitia madini, biashara, viwanda na uwekezaji, Chunya imebadilika kabisa. Huku tarafa ya Kiwanja ukazungumzia habari ya kilimo cha tumbaku, ambako Kiwanja ndio kuna wachimbaji walio wengi zaidi, na wenyewe hawawezi kukuelewa kuhusu kilimo cha tumbaku kwa sababu wanaona kama ni kilimo kigumu. Lakini kwa hiyo kila mtu na kila tarafa ina shughuli yake ya kiuchumi, na watu wako comfortable na shughuli zao hizo wanazofanya za kiuchumi. Kwa kutokana na hizo shughuli mbili zinazofanyika ndani ya wilaya, kwa lugha nyingine, na kwa uzito wa shughuli zenyewe zinazofanyika kwenye wilaya hii, wilaya ya tarafa ya Kiwanja imepewa hadhi kulingana na shughuli za madini zinazofanyika huku. Wilaya ya Chunya imepewa hadhi ya kuwa wilaya ambayo ni eneo la kimkoa kwa upande wa madini. Kwa hiyo tuna hadhi ya kimkoa kwa upande wa madini. Hii ni kutokana na uzito wa shughuli yenyewe ya madini jinsi ulivyo na ukubwa wa uzalishaji wake. Mwanzo hoteli kubwa zilizokuwa ndoto, sasa kutokana na sekta ya madini, wageni, wanunuzi na wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali, wakiwepo hata wageni kutoka mashariki ya mbali, wanashuka hapa. Watu wanabeba sululu na vifaa kwenda mapolini kutafuta dhahabu. Shamba sio tena kipaumbele, sasa ni mnyororo wa madini uliojaa fursa za uwekezaji, huduma za maradhi, makazi na biashara. Hii katika wilaya ya Chunya wana historia ndefu. Mwanzo walikuwa wanachimba, lakini teknolojia ilikuwa ya duni, wanatwanga kwa vinu na walikuwa wanatumia kuchenjua kwa kutumia mercury, lakini baadaye teknolojia imeanza kukua. Sasa wanachenjua kwa kutumia vat leaching. Kuna vat leaching plant, vile vile wengine wanaweza kufika mpaka kwenye CIP. Hiyo imekuwa mageuzi makubwa ambayo yamesababisha uzalishaji kukua kabisa. Na historia nyingine, mwanzo kulikuwa hamna masoko. Kwa baada ya masoko nao umesababisha ukuaji mkubwa sana kwenye shughuli za machimbo. Hata hivyo, bado kuna fursa nyingi kwenye madini, ikiwepo viwanda vya kuchenjua madini ambavyo hadi sasa vinakaribia 45. Fursa za kutafiti, kuchimba, kutoa huduma za migodini, kuzalisha vifaa na bidhaa za madini na kuongeza thamani bado ni kubwa mno. Hii ndio sababu Chunya bado haijachimbika kikamilifu, bali inaendelea kuimarisha uchumi wake kwa ukanda mzima wa kusini magharibi mwa Tanzania. Kadri tunavyokwenda tunabadilika, sekta ya madini inakuwa bora zaidi na inakuwa inafanyika kirahisi na kupunguza vihatarishi ambavyo vinachochea wafanyaji kazi, kwa maana wahudumu wa uchimbaji au kwenye plant zote wanakuwa salama muda mwingi, kwa sababu tahadhari zimechukuliwa kwa kina sana. Target kubwa ya wawekezaji katika sekta ya madini upande huu wa Chunya wanacholenga ni dhahabu moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana sisi tukashawishika kujenga mitambo
kusafisha dhahabu ambayo inachenjua dhahabu na kusafisha dhahabu peke yake. Tulikuwa tunaomba kwa upande wa wanawake, japo wametusaidia tunapata mikopo kwa asilimia ndogo, basi wangelegeza baadhi ya masharti, angalau na sisi wanawake wengi mikopo hiyo iweze kutufikia. Kwa mimi napata, lakini kuna wanawake wenzangu ambao wao nyumba wamejenga pengine na mume, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kupata mkopo. Ana vigezo vyote, lakini hivyo hicho kigezo cha nyumba kinakuwa kikwazo cha kutopata mkopo. Kwa hiyo mimi niwakaribishe wilaya ya Chunya. Karibuni tena, karibuni tena. Nimeona Chunya imebadilika. Tunanufaika, tunaendesha jamii, tunaendesha familia zetu, tunasomesha watoto wetu, tunasaidia vijana, tunatoa ajira kwa vijana. Unakuta kwenye mgodi unakuta na watu 60-70. Kwa kweli ni kipanda ambacho tunajitahidi kwa kweli, kwa sababu tumeingia kwenye tasnia ya uchimbaji na tunaweza, tumejiajiri wenyewe, tunaweza kweli. Na vile vile kuna changamoto ambazo sana zinatumiza sana akina mama. Unakuta umewekeza, unaweza kawekeza hata miaka 2 hujapata kipato, lakini unakutana na ile sasa umeishiwa mtaji, inabidi uingie benki kukopa, unakutana na masharti magumu, unarudi mitaani. Tunaaminiana sisi kwa sisi. Naweza nikaenda kwa Mama Sombo pale akaniazima hata milioni 20, nikaendelea kuizika. Nikarudi kwa mratibu wa kanda hapa ya Kusini akaniazima milioni 5, nikaendelea kuizika. Hamadi mwamba huu hapa, nikaendelea na uvunaji. Tunaingia bomu wenyewe, tunaingia illusion blood sisi wenyewe, tunaingia illusion sisi wenyewe. Yana kuuza madawa tunafahamu, namna ya kuuza dhahabu tunafahamu, namna ya kulipa mirahaba tunafahamu. Kwa kweli ni wenyeji wa hii sekta. Changamoto sasa zilizopo, upatikanaji wa viwanja kidogo unaleta changamoto. Shughuli za madini zimekuwa kwa kasi kuanzia uchimbaji mdogo hadi kufikia mgodi wa kati wa Shanta New Ruika ulioanzishwa mwaka 2001 na kuanza kuchimba mwaka 2010 na kupata dhahabu yake ya kwanza mwaka 2012. Mgodi huu umeendelea kupanua shughuli zake ndani ya leseni yake ya Porcupine North Chunya, kuendelea uzalishaji wa dhahabu na kuibua wimbi jipya la uwekezaji. Naitwa Ladislausi Gosigabo, ni kaimu meneja mkuu wa New Ruika kwa sasa. Na kampuni ya Shanta ni kampuni ambayo imeanzishwa mwaka 2001, na baada ya kuanzishwa mwaka 2001, 2004 ilianza shughuli za utafiti wa madini kwa ajili ya kupata uhakika wa uchimbaji wa madini. 2010 uchimbaji wa madini ulianza, na gold ya kwanza au dhahabu ya kwanza ilipatikana mwaka 2012. Mwaka 2016 kampuni iliendelea kujipanua, kwa sababu mwaka 2012 wakati na 10 inaanza, ilianza katika mgodi wa shimo la wazi, tunaita open pit mining. Na mwaka 2016 ilijipanua zaidi baada ya kufanya utafiti, ikafungua mgodi wa chini ya ardhi ambao tunaita underground mining. Hali ya mgodi kwa ajira na kuchochea uchumi wa maeneo yanayotuzunguka, mgodi unachangia kwa kuajiri wafanyakazi wanaotoka maeneo ya karibu na mgodi, karibia zaidi ya 40 wanatoka maeneo yanayotuzunguka. Lakini pia inafanya kusaidia katika miradi mbalimbali ambayo inazunguka jamii, ambayo ni ya maendeleo ya jamii, kama ujenzi wa shule, miradi ya maji, miradi ya mbadala ambao haihusiani na uchimbaji, kama kuwa na mashamba
ambayo wanafundisha wananchi wanaoishi karibu na kijiji, wanaoishi vijiji vinavyotuzunguka, ili kusudi hata baada ya mwisho wa mgodi basi kuwe na uendelevu wa maisha ambao hautegemei uwepo wa mgodi. Kutoa huduma katika mgodi huu wa Luika kwa kuzingatia hiyo local content, makampuni ya ndani ni zaidi ya 70% wanatoa huduma katika mgodi wetu wa New Luika. Kwa hiyo tunazingatia swala la local content. Mimi niwapongeze wadau wa sekta ya madini. Tunao mdau mmoja ambaye anaitwa Giant, aliona hiyo fursa kulingana na ukubwa wa uzalishaji ulioko hapa, tayari naye ameshajenga refinery hapa. Kwa hiyo sasa badala ya kuwa tunakwenda kutafuta purity ama badala ya kwenda kuongezea thamani dhahabu yetu katika mikoa mingine, sasa hivi tutakuwa tunachimba hapa Chunya na tunaongeza thamani madini yetu hapa Chunya kupitia kiwanda cha Giant ambacho kinajengwa hapa, ambacho leta refinery ambayo inakuja kuwa hapa Chunya ikimilikiwa na kampuni ya Giant. Itasaidia sasa katika kuongeza thamani madini hapa, angalau sasa tutakuwa tumejitosheleza kuanzia kuchimba, kuchakata mpaka kuja kuongeza thamani. Sasa tutakuwa tunajitosheleza angalau mpaka hapo. Kwa hiyo hii nayo ni fursa nyingine tumeipata hapa katika wilaya yetu ya Chunya. Kweli kwa kunufaika, vijana wamenufaika kupitia madini na wameweza wengine hata kufanya biashara zao kupitia madini, na pia wanaishi na familia zao vizuri kupitia madini, na pia wana uwezo wa kujitegemea kwa sasa kwa sababu ya madini. Namna hii tunashukuru sana na utendaji wa kazi ambao unafanyika hapa. Kama sekta ambayo ya uchimbaji, kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata shida sana. Tutatumia sululu na nini, na sasa kuna vifaa ambavyo vinakuja, wanatumia maskaveta, wanatushushia. Wanajitahidi kwa kweli, wanajitahidi sana kwa ikremu hii. Na kama alivyo namna gani vingine hapa, kwa mimi ambao nimefaidika sana. Baada ya ujio wangu kuingia hapa kwenye mgodi huu mdogo, nimejifunza mambo mengi sana katika machimbo haya hapa, na tumefaidika kwa mambo mengi sana, kwamba tumeweza kutoka mtaani tukaja hapa tunafanya kazi, na tunamshukuru Mungu tunapata kipato, tunaweza kuwasaidia ndugu na baadhi ya vitu vingine kama tumenunua na viwanja sasa hivi. Kiukweli tunamshukuru Mungu sana. Mazingira ya kwanza alikuwa pale leseni waweze kupata kuchimba kihalali, na mimi nishukuru katika hili. Hata baadhi ya maeneo ambayo kulikuwa na leseni zimehodhiwa, nyingine zimefutwa na tumewapa wananchi. Hii mwaka huu mimi nimegawa leseni kupitia kamati yangu ndogo tu, na kwa ile leseni ambayo pia kubwa iliyo leseni ya utafiti iliyofutwa, tumetoa leseni zaidi ya 1500. Na baadhi ya watu tuliowapa leseni mwaka huu, wengine wameshaanza kufika mpaka kuuza madini sokoni. Kwa hiyo inaonyesha kwamba tunapofuta hizi leseni ambazo zimehodhiwa tu, kama yangekuwa ni mashamba tungeita mashamba pori, basi mimi niseme leseni pori hivyo hivyo. Kwa hiyo tunapozirejesha, uzoefu unaonyesha kwamba wananchi wakichukua hizo leseni wana uwezo wa kwenda kufanya kazi na kuzifanya leseni zile zilizokuwa mfu ziwe leseni hai, na kila kipande kiweze kutoa mchango katika taifa letu. Ukuaji huu wa madini umechochea wachimbaji wadogo wengi na kuibua mabilionea wapya kama Aidan Msigwa, Kenneth Mwakyusa maarufu kama Ken Gold, na wanawake wengi ambao hawajaachwa nyuma. Hii imechangia fursa zaidi za ajira, biashara na huduma mbalimbali kwa jamii. Cha kwanza ni madini. Nafikiri bahati nzuri wengi kwa Chunya kila mtu anaijua hiyo, labda kwa yule mgeni, lakini kwa mgeni cha kwanza ni uvumilivu. Cha pili lazima awe na mtaji. Hata kama hana mtaji, basi kunatakiwa kuwe na nguvu yake ambayo haifai. Sana na uvumilivu lazima, kwa sababu bila uvumilivu huwezi kufika huko, kwa sababu shughuli ya madini ni bahati nasibu, kuna kupata, kuna kukosa. Kwa hiyo lakini wewe ukiwa na mawazo yako ya kusema eti nataka nipate tu leo tu, basi huwezi. Nilishakuwa na maengineer wa uchenjuaji, nikawa na majiologisti,
Tatizo moja tu, japokuwa halitopendeza sana, wataalamu wetu wa Kitanzania kidogo wanakuwa wavivu. Wanakuwa wavivu. Kuna kazi zingine ambazo unatakiwa ufanye, si mnasema field. Kuna kazi nyingine unatakiwa ufanye kwenye kompyuta, lakini sasa wengi unakuta wanataka kufanya kila kitu kifanyike kwenye kompyuta. Kazi ya uchimbaji haitaki kompyuta sana. Inataka uende kule. Twende kule, tukabuni, tukazalishe. Kwa hiyo kitu nafikiri wasomi wetu wajitahidi sana kwa kweli. Wanakuja hapa wa China, ukiwasikia unaona wanavyofanya kazi, ukiwasikia kwao kule hawana elimu kama ambayo wanayo wa kwetu hapa. Ila unaona wanafanya. Na nafikiri elimu nyingine unaweza kuipata huko. Sio ile elimu ya kwenye makaratasi. Elimu nyingine unaenda kujisomea huko kama ni kwenye mgodi huko chini. Kwa hiyo kidogo wasomi wetu kidogo wana hiyo shida. Sio mainjinia tu au sio majiologist tu. Mimi nafikiri hata kwenye sekta zingine naona hata huko wenzetu mabenki huko ni wavivu wa kufikiria. Kwa sababu kuna vitu vingine tunataka ubuni. Yaani sio kila kitu ukopi kile alichofanya mwingine. Sianzisha na wewe cha kwako. Si ndio maana yake? Ili kilete tija. Kwa hiyo unabaki na kile unabaki. Mimi nasema kwa mfano kwenye mikopo ya benki, mtu anataka kufanisha wewe mchimbaji na muuza simenti. Kwa sababu ana zile sio nini taratibu za simenti. Sasa hivi vitu tofauti. Kwa kweli hii inatuchelewesha. Uchimbaji mdogo umechochea kuanzishwa kwa soko rasmi la madini Chunya, la pili nchini baada ya soko kuu la Geita ambalo lilianzishwa Machi 2019. Soko la Chunya lilifunguliwa Mei 2019 na sasa limewezesha halmashauri kuongeza mapato kupitia soko jipya. Hivi sasa Chunya ina vituo vidogo vya ununuzi wa madini vipatavyo 24 na soko moja kubwa, na uzalishaji wa dhahabu umeongezeka kutoka kilo 5 kwa mwezi mwaka 2017 hadi mwaka 2018 hadi kufikia kilo 300 kwa mwezi hivi sasa, kama anavyozungumza afisa madini mkazi mkoa wa kimadini Mhandisi Laurent Mayara. Baada ya masoko mwitikio umekuwa mkubwa watu kuja sokoni, lakini kuna baadhi ya watu wanashiriki vitendo vya utoroshaji, lakini sisi kama ofisi tunafanya operation mbalimbali kudhibiti. Vile tunashirikiana na vyombo vya dola, vile tunashirikiana na task force kuhakikisha vitendo hivyo vinaisha. Kwa hiyo imekuwa ni tamaduni zetu au ni utaratibu wa kukagua mara kwa mara kuhakikisha vitendo hivyo vinadhibitiwa na kuhakikisha madini yote kuanzia kwenye miaro, kwenye vituo vya ununuzi, madini yote yanaletwa sokoni, na wale ambao watakiuka basi hatua kubwa zinachukuliwa, ikiwa pamoja na kutaifishwa madini yao. Nilivyosema, kutokana na historia ya uchimbaji duni mpaka sasa hivi wanaboresha uchimbaji. Kabla ya masoko tulikuwa tunapata kama kilo 5 tu kwenye ofisi nzima, lakini baada ya masoko zimekuwa zikiongezeka kuanzia 100, 150 na mpaka sasa hivi uzalishaji unaenda kwenye kilo 300 mpaka kilo 400 kila mwezi. Kwa kitendo hicho kimesababisha mapato kiujumla kuongezeka, hususan mwaka 23-24 tulikuwa na lengo la kukusanya bilioni 44, lakini tulikusanya bilioni 37 sawa na 84%. Lakini mwaka uliofuata malengo yaliongezeka kutoka bilioni 44 mpaka bilioni 60, lakini tulipambana mpaka tukakusanya bilioni 55.3 sawa na 92% ya malengo. Lakini mwaka huu vile malengo yameongezewa kutoka bilioni 60 mpaka bilioni 72, lakini kwa hii kota hii ya kwanza tu tumeshakusanya bilioni 19, ambayo ni sawa sawa na 106% kwa kipindi husika, lakini ni 26% kwenye lengo la mwaka. Unaweza kuona kabisa uzalishaji unaongezeka na makusanyo yanaongezeka. Zamani elimu ilikuwa iko kidogo, kwa watu walikuwa wanatorosha dhahabu, lakini sasa hizi kiujumla kama wanatorosha, yani kiujumla kwenye soko liko vizuri kiujumla. Watu wamepata elimu ya kutosha, wanajua kwa sababu mpaka sasa hivi tunapata na dhahabu zingine zinatoka nje ya nchi. Zinakuja, watu wameelimika, yani wamejua kabisa kwa maana ya soko ni nini. Kabadi ni katibu soko kuu la dhahabu Chunya.
Uwepo wa soko kuu la dhahabu Chunya limesaidia kukua kimaendeleo ya kiuchumi, hususan kwa Chunya kwa ujumla pamoja na nchi nzima kwa ujumla. Soko la Chunya imesaidia kuwawezesha wachimbaji wadogo kwanza kuuza dhahabu yao katika mfumo ambao ni stahiki, ambao sasa huu mfumo umewasaidia kutoka kwenye pengine kuibiwa, kudhulumiwa au kununuliwa dhahabu yao kwa bei ambayo ni ndogo zaidi, kwa sababu katika soko hili kama sasa hivi kuna ushindani sana wa bei. Huu ushindani wa bei unafanya sasa wao waweze kuwa na nafasi ya kuwa na option ya kuchagua kwamba auze wapi kwa bei ambayo ni kubwa zaidi ili apate maslahi. Lakini sasa kwa namna hii ya soko la Chunya sasa imesaidia sasa kwamba mteja anapopita kwenye mifumo yote ambayo soko limeweka alipe stahiki zote ambazo tunasema labda tozo, ikiwemo mrabaha, ikiwepo service levy, ikiwepo ushuru wa ukaguzi, zote anapokuwa analipa sasa zinachangiza kukua kwa maendeleo na uchumi mzima kwa upande wa Chunya na nchi nzima kwa ujumla. Tunashukuru kwa sababu hili soko limetusaidia na limeturahisishia, kwa sababu pasingekuwa na hili soko huenda tunaenda sehemu ndefu sana kwenda kufanya hii biashara, lakini soko umetusogezea karibu, limeweza kutusaidia na kupata huduma kwa haraka sana. Sio itaji tu kufanya kwamba kwanza naamini kushafika kwenye hili soko sio kuuza tu, unaweza kupata na elimu, sababu hapa pia kuna wanunuzi wengi, kuna wawekezaji wengi, wanaweza kukupa elimu jinsi ya kupata dhahabu na wakaweza kunufaika na dhahabu. Hili soko limetupa vipaumbele vingi kwa sababu tulikuwa hatujui maana ya bei halisi ya dhahabu. Baada ya kuletwa hili soko limetusaidia sana kwa utambuzi wa bei. Tunauza kwa jinsi tunavyotaka, kwamba unapokelewa unauza sehemu unayotaka, manake ushindani wa bei umekuwa mkubwa hapa. Unaleta dhahabu yako unaulizia, unapoulizika ndo unauzia. Lakini awali tulikuwa hatujui bei halisi ya dhahabu. Pia imetufunza sana kujua thamani ya dhahabu kupitia mtandao. Tulikuwa hatujui maana hii gold price ya soko la dunia. Kwa ujio wa hii soko imetusaidia kutambua hii bei halisi ya dhahabu. Taasisi kutoka TRA, kimsingi tunachokifanya hapa, tunafanya uthaminishaji. Mteja anapokuja na dhahabu yake hapa, atakiwa akishamaliza hapa process ajue atakiwa alipe kiasi gani serikalini kutokana na kile kiwango ambacho kimewekwa na serikali kwa kila taasisi. Kwa mfano, kwa upande wa madini atakiwa ajue 7% ya mrabaha ni kiasi gani, ambao ni kuna 6% na 1% ya ada ya ukaguzi. Lakini kwa upande wa TRA 2% atakiwa ajue ni kiasi gani. Kwa upande wa service levy ambao ni 0.25 atakiwa ajue ni kiasi gani. Kwa ndo maana tuko hapo. Kwa mteja anapokuja kama kawaida, utaratibu hapo, kuna kiti anakaa hapo, anaangalia process zinazofanyika. Kwa mfano, na huyu mteja yeye amekuja na dhahabu yake hii hapa. Cha kwanza tunachokifanya, tunapima ubora wake. Tunaamini dhahabu ni typical dhahabu, lakini imekuwa na dominated na madini mengine. Sisi obvious tunadili na dhahabu. Kwa hiyo tunapima ili kujua percent purity ya dhahabu iliyomo kwenye hii sample yake. Mzani ambao tunatumia kupima purity ni XRF machine. Na hii yote ni XRF machine, lakini inapofanya kazi ina operate hapa, kuna hii lens yake ambayo inatumika kuona. Kwa lazima upress sample yako hapa, ambayo XRF ina uwezo wa kuona na kuanalyze. Baada ya hapo, ukishafunika unaanza kufanya measuring, na kama inavyoonekana kuna monitor mbili. Kwa mteja ana access ya kuona nini ninachokifanya. Ikionekana kuna tofauti ya information, anaweza akasema hapa labda ni hivi. Chunya iliyokuwa maarufu kwa dhahabu tu sasa imeongeza shaba kama rasilimali mpya yenye thamani. Hivi sasa ina kiwanda cha kisasa na cha kwanza nchini cha kuchenjua madini cha Minerals Access System Tanzania Limited MAST, kilichojengwa kwa uwekezaji wa dola milioni 10 za Marekani kwa ubia kati ya MAST na MCC kutoka New York, Marekani. Kiwanda hiki kinatumia teknolojia za leaching na cementation kuichenjua shaba kutoka kiwango cha chini kabisa cha 0.5 hadi 2
na kuongeza thamani hadi kufikia 75%. Tangu kuanzishwa kwake, tayari tani 810 za shaba zimetengenezwa zenye thamani ya shilingi bilioni 10.3 na shilingi milioni 594 zimekwisha kulipwa serikalini kama kodi na ushuru. Mwanzilishi mwenza wa kiwanda hiki, Mzee Benson Gabriel Mwakilembe, anasema mafanikio haya ingewezekana bila kuwekwa zuio la serikali na serikali ya awamu ya 5 la kusafirisha shaba ghafi. Nikakumbuka tena kwamba mbona nilikuwa na mgodi Chunya, maana huo mgodi nilikuwa na muda mrefu. Kaja nikamwambia, akanipa majeology, tukaenda kufanya geological survey ya pale, akachanganya, akasafirisha mzigo, akapeleka Zambia kwenda kupima, ikaonekana mzigo upo wa kutosha na unafaa. Kwa hiyo mwisho wa siku tukaingia ubia mimi na yeye. Cha kwanza aliniomba nimpe eneo la kujenga kiwanda bure, sio anunue. Na mimi kwa sababu nilikuwa na uhitaji wa kutaka nipate hela, nilimpa viwanja vitatu, yani PML 3 ambazo hazikuwa na madini, kwamba ajenga pale. Ndio pale mmeenda kukiona kimejengwa kile kiwanda. Baada ya hapo mimi niliendelea na yeye anachimba mwenyewe, mimi napewa kila tani 3%. Mkuu wa wilaya ya Chunya Mbaraka Batenga anasema kuwa mkakati mkubwa wa wilaya ni kuhakikisha nishati ya umeme si kikwazo kwa maendeleo. Kwa sasa kuna mipango ya kujenga kituo cha kuzalisha umeme cha megawati 90 ambacho kwa awamu ya kwanza kitazalisha megawati 45 kuhakikisha hakuna mgodi usiofikiwa na nishati hiyo. Tayari tumeshaanza programu ya kwanza kabisa ya kupeleka umeme kwa wachimbaji wadogo. Na kwa kuanzia tuna program sasa hivi inayoendelea ya kupeleka umeme katika vijiji 18. Angalau programu hii inakuja kusaidia kuongeza kasi ya uzalishaji wa madini katika wilaya ya Chunya. Ni 200 ile siku zote inapata malighafi na yanaizidi. Kwa hiyo hawa mabwana watakapokuja wataniongezea teknolojia ya utafiti na tutajua kiasi, lakini tuna uhakika kwamba hiki kiwanda kitapata material zaidi ya miaka 10.